Mambo vipi? Bila shaka uko poa kabisa. Mimi namshukuru Mungu. Jina langu ni Jackson Mwanuzi, mwana majumui mambo leo. Tunaendelea na mambo yetu ya kuzingatia ili Afrika iweze kupata mafanikio makubwa kama ambavyo nimekuwa nikizungumza kwenye video nyingi ambazo nimekuwa nikizifanya. Lakini leo natamani kuzungumzia mambo mawili muhimu sana. Jambo la kwanza ni umoja, mshikamano na kufanya maamuzi ya pamoja. Unajua changamoto ambayo tunayo sisi Afrika ni baadhi ya mataifa kufanya maamuzi ambayo sio yanayokubaliwa kwa pamoja na Afrika nzima. Lakini njia pekee ya kuikomboa Afrika ni kufanya maamuzi ya pamoja na kukubaliana kwa pamoja kwamba majibu ya maswali yao yanatokana na umoja na ushirikiano wao. Mimi nimefanikiwa kufanya uchunguzi na nimefanikiwa kupita kwenye maeneo tofauti. Kwa mfano hapa nilipo niko barani Ulaya. Kuna urahisi sana wa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano hapa Ulaya wewe ukitaka kwenda Norway ni rahisi sana. Ukitaka kwenda Sweden, ukienda Denmark, ukienda Finland, ukienda Ufaransa, ukienda Ujerumani, ukienda Uholanzi, ukienda Ubelgiji ni rahisi mno. Yaani unakwenda unapotaka wewe. Uhitaji usumbufu. Yaani ni shwa umefika. Lakini kwa Afrika ukisema mimi nitoke zangu Tanzania niende Nigeria ama niende Afrika Kusini, mlolongo unakuwa ni mkubwa kweli, yani unaweza usiamini kama ni Waafrika wenzako, lakini sasa inakuwa ngumu. Sasa kwa nini Afrika isiwe na passport moja? Ama kwa nini Afrika isiwe na namna moja tu ambayo inawasaidia raia wake kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Hiyo ni vitu ambavyo vitatusaidia, kwa sababu tukishaweka vizuri mambo ya usafiri inakuwa rahisi pia hata kushughulikia mambo ya biashara. Kwa mfano tuna kituo chetu huru cha biashara, hakifanyi kazi kubwa sana kama vile ambavyo matarajio tulikuwa nayo. Unaona Kwa hivyo ni jambo la msingi sana, kwa sababu hakuna uhusiano kati ya usafiri. Yaani hata mataifa ya Afrika yanahangaika kutafuta masoko Ulaya. Nilikuwa napitia pia hata ule mkataba wa AGOA, Africa Growth and Opportunity Act. Umeona? Bado kuna changamoto. Kwa Afrika lazima iboreshe sehemu za miundombinu, hasa passport ya pamoja na vitu kama hivyo. Lakini naendelea kuzungumza jambo jingine la msingi sana. Afrika lazima ijifunze kufanya maamuzi ya vitu vinavyowezekana kwa wakati huo. Yaani kuna vitu vingine ambavyo vinawezekana kwa wakati huo, lakini mataifa ya Afrika yafanyi maamuzi, yanasubiri muda mrefu kweli. Kwa mfano swala la umoja, swala la kuungana, swala la mabadiliko ni jambo ambalo linahitajika siku moja ama muda mfupi. Hahitaji miaka mingi kama ambavyo tumekuwa tukichukua. Kwa mfano kuna ajenda nzuri sana ya Afrika inaitwa Afrika tuitakayo ya mwaka 2063, Africa we want. Ni ajenda nzuri sana. Kwa hivyo humo tutapata mambo ambayo Afrika inayataka, kwamba umoja, mshikamano, upendo, kushirikiana na vitu kama vyote hivyo, hata mapassport tunayozungumzia. Lakini sasa hivi ni 2025, ikifika 2063 ni miaka mingi sana, 40. Kwa hivyo hivi tusubiri kuungana ndani ya miaka 40 ni jambo la aibu sana ama la ajabu. Kwa hivyo lazima tufanye hivyo vitu kwa pamoja, on time. Nazungumza umoja huu nina maana, kwa mfano ukipita mataifa ya Ulaya kama nilivyozungumza, hawa jamaa wana EU, umoja wa Ulaya. Wale jamaa wana passport moja, hawa jamaa wana bunge moja, hawa jamaa wana sera moja, hawa jamaa wanaungana katika vitu vingi sana. Ndio maana hata wanakuwa rahisi kuboresha baadhi ya huduma kwa wanajamii. Mfano elimu, kienda nchi kama Finland, Norway, free education, elimu ni bure kabisa. Sasa nisiende kwenye elimu, nirudi kwenye msingi wa kuungana na kufanya maamuzi ya pamoja kwa muda mfupi, yatasaidia sana. Wakati mwingine Afrika haifanikiwi kwa sababu inategemea msaada kutoka kwenye mataifa ambayo hayana mshikamano ule wa kuisaidia Afrika. Kwa mfano mara zote imekuwa ikidai kiti cha kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Sio rahisi kama unavyojua, kwa sababu mataifa yenye kura ya turufu ama veto power yako 5, na yale huwa yanalinda
nguvu yake ile kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hayawezi kutawanya nguvu kwa mataifa ya Afrika. Sasa sisi tusiposhirikiana tukaungana kutatua migogoro yetu Afrika ambayo imekuwa ikisumbua mataifa kama Kongo, Sudani na maeneo mengine, hatuwezi kumaliza. Kama sisi Afrika tutakaa kimya tunasubiri tena Umoja wa Mataifa tusaidie kutatua matatizo yetu. Kwa hivyo kwa kumalizia kwa leo ni kwamba umoja, mshikamano ni vitu pekee ambavyo vitatuvusha Afrika. Afrika ni bara ambalo lina nchi zaidi ya 50 kwenye Umoja wa Mataifa. Ni bara ambalo lina watu zaidi ya bilioni 1. Ni bara ambalo population yake ama idadi yake ya watu zaidi ya bilioni 1 ni vijana ambao wako chini ya umri wa miaka 25. Unataka nini tena Afrika? Kwa lazima tuungane, tujisimamie, tufanye mabadiliko ya pamoja ili tuweze kuleta maendeleo. Jina langu ni Jackson Mwanuzi, mwana majumui mambo leo. Hapa ni Green Shop. Huko nyuma ni Obos Arena. Huu ni uwanja ambao unatumika kwenye michezo ya ligi daraja la pili nchini Norway. Hapa ndipo alipozaliwa Erling Haaland, Martin Odegaard na watu wengine. Jina langu ni Jackson Mwanuzi, kila ginja ndiye piga picha yangu.